Naitwa Abu Aiman, katibu mkuu Umoja wa Maimamu Tanzania UMATA. Enyi Watanzania wenzangu, kuna baadhi ya ndugu zetu waliopo ndani na nje ya nchi wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii kuhamasisha Watanzania wafanye maandamano. Mimi kama kiongozi wa dini ninawaomba sana enyi Watanzania tusikubali hamasa hizo. Lakini hamasa zikikuchochea na ukaingia katika maandamano, unapelekea kuharibu taifa letu. Tujifunze yanayotokea katika mataifa mengine kama vile Sudani na maeneo mengine mengi. Sasa hivi tumekuwa Tanzania ni kitovu cha kuwapokea wakimbizi, hata wakimbizi wa nchi jirani. Sasa na sisi tusitafute kuwa wakimbizi katika taifa letu. Enyi Watanzania wenzangu, chonde chonde, amani tuliyokuwa nayo ni tunu kutoka kwa Mola wetu mlezi. Tunawaomba Watanzania wenzangu, tusitumie fursa hii au tusitumie tunu hii tuliyojaliwa na Mola wetu vibaya. Taifa linatutegemea sisi sote, viongozi wa dini na nyinyi vile vile wafuasi wetu. Asanteni sana. Naitwa Amiri Khamisi Mbwana, ni katibu mtendaji wa Umoja wa Maimamu na Walimu wa Madrasa Tanzania UMATA. Ndugu zangu, na mimi napenda kutumia fursa hii katika kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala katika neema zake nyingi, ikiwemo neema ya amani. Tumesikia na tunaona katika baadhi ya vyombo vya habari, media, mitandao ya kijamii kwamba kuna watu wanakusudia kufanya maandamano. Sisi kama Umoja wa Maimamu na Walimu wa Madrasa Tanzania UMATA tunasema hatuko tayari kuunga mkono mambo hayo, na vile vile tunawasihi Waislamu na wasiokuwa Waislamu tusiunge mkono maneno hayo mabaya ya baadhi ya watu wachache wanaoitakia mabaya nchi yetu. Na tunasema kama wao wanaona hali hiyo ambao wanaitisha ni sawasawa, basi wasiwaseme maneno haya wakiwa katika nchi za watu huko Ulaya, waje hapa Tanzania, wao watuongoze katika hayo wanaoyasema. Lakini sisi kama Watanzania hatutokuwa tayari kuchochewa na kuamrishwa tufanye mambo ambayo hao wanaotuamrisha wao wenyewe wako nje za nchi hii, wako katika mbali kabisa na hapa. Kwa hiyo natoa wito ya kuwasihi Watanzania wenzangu Waislamu na hasa viongozi wa dini, tujikite katika kuzungumza amani, tujikite katika kuhimiza amani na uzalendo katika nchi yetu, na sisi kamwe tusiwe chanzo cha kuvuruga amani hii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.